Kwa hiyo Mungu anapompa Adam maarifa, anamwambia matunda ya miti yote unaweza ukala. Kuna siri gani ambayo ilikuwa imejificha katika lile tunda? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba utakapokula ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, maana atakapokula before hajafa kwanza atajua ujuzi wa mema na mabaya. Kumbe ndani ya chakula kumeficha maarifa. Ndani ya chakula kumeficha maarifa. Kuna maarifa ambayo yalikuwepo ndani ya lile tunda. Yalikuwepo, kuna vyakula ambavyo wakivibeba wanapata maarifa. Kwa hiyo kuna wachawi ambao katika ulimwengu wao wa giza wanavotoa sadaka, kuna viwango vya maarifa ambavyo vinaongezeka ndani yao. Kuna viwango vya elimu ndani yao vya kigiza vinaongezeka. Uchawi wao unazidi kuwa hai kwa sababu ile damu ndani yake imebeba uhai. Maana ndani ya chakula kuna uhai ambao umebeba. Yesu Kristo anasema mwili wangu ni chakula, ambapo katika mwili wa Kristo kuna chakula ambacho hicho chakula ni uhai. Yeye alaye mwili wangu ataishi. Ukila mwili wa Kristo utaishi kwa sababu yeye ni chakula, na Kristo ndiye neno. Ukila neno la Kristo utaishi. Kwa nini? Ndani ya ule mwili kuna damu ya Yesu Kristo, na damu ndo uhai. Kwa hiyo lile neno la Mungu linakuwa hai kwa sababu ya ule uhai ambao umebebwa katika damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo katika chakula kumebeba maarifa. Kwa hiyo ukisoma hapa unapata picha kwamba katika ile bustani ya Eden yale matunda yaliyokuwepo pale yalikuwa ni aina ya maarifa ambayo ukikaa nayo unajifunza, unajua vitu vingi. Kwa hiyo utakuta kulikuwa kuna mti wa uzima, kuna maarifa ya uzima ambayo walikuwa wanajifunza. Lakini siri ya ule mti ndio utajua maarifa ya mema na mabaya, lakini ule ni mti wa mauti. Maana kinyume cha uzima ni mauti. Ndio maana unapokula ile tunda la mauti, maana kuna maarifa mengine ukifunuliwa wewe ni mema lakini yanakuua. Kuna sio kila maarifa ambayo utayapata. Kuna siri nyingine Mungu amezificha ambazo akikwambia hata wewe zitakuua kiroho. Ndio maana sio kila kitu utakimbilia kujifunza. Kuna vitu Mungu paka leo unamuuliza Mungu akwambii kwa sababu ya kiwango cha ufahamu wako. Akikwambia utakufa. Kwa mfano Mungu anasema hakuna mtu aliyemuona Mungu. Ukimwona Mungu hautabaki kuwa hai.